Zaburi ya 49. Tutasoma kwa kupokezana. Sikieni aya, enyi mataifa yote, sikilizeni nyote mnaokaa duniani, watu wakuu na watu wadogo wote pia, tajiri na maskini wote pamoja. Kinywa changu kitanena hekima, na fikira za moyo wangu zitakuwa na busara. Nitatega sikio langu nisikize misali, na kufungua fuko langu kwa kinubi. Kwa nini niogope siku ya uovu, ubaya ukinizunguka miguuni pangu? Hao wanaozitumainia mali zao na kujisifia wingi wa utajiri wao, hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake, wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Maana fidia ya nafsi zao ni gharama, wala hana budi kuiacha hata milele, ili aishi siku zote asilione kaburini. Naam, ataliona, hata wenye hekima ufa. Mpumbavu na mjinga hupotea pamoja, na kuachia wengine mali zao. Makaburi ni nyumba zao za milele, maskani zao vizazi hata vizazi. Hao wanataja mashamba yao kwa majina yao wenyewe. Hao waliotaja mashamba yao kwa majina yao wenyewe. Lakini mwanadamu adumu katika heshima, bali amefanana na wanyama wapoteao. Hivyo ndivyo njia yao, ujinga wao, maana walioko baada yao huyaridhia maneno yao. Kama kondoo wamewekewa kwenye kuzimu, na mauti itawachunga. Watu wanyofu watamiliki asubuhi, umbo lao litachakaa, kao lao ni la kuzimu. Bali Mungu atanikomboa nafsi yangu, atanitoa mkononi mwa kuzimu, maana atanikaribisha. Usiogope mtu anapopata utajiri, na fahari ya nyumba yake inapozidi, maana atakufa hatachukua chochote. Utukufu wake hautashuka ukimfuata. Ajapojibariki nafsi yake alipokuwa hai, na watu watakusifu ukijitendea mema. Atakwenda kwenye kizazi cha baba zake, hawataona nuru ya milele hata milele. Wanadamu mwenye heshima, iwapo hana akili, amefanana na wanyama wapoteao. Bwana Yesu asifiwe. Mambo makubwa 6 tunajifunza. La kwanza, kwa mara nyingine huu mstari nimekuwa nikitafakari mara kwa mara kwamba mali za matajiri watarithi wacha Mungu. Biblia inasema kwamba ukiona mtu ambaye ana dhambi na anatanuka sana akiwa na mali nyingi, jua ataziacha. Nimeona Dar es Salaam, nilikuwa napita mitaa fulani, nikashangaa majina yanabadilishwa, vibao vimeondolewa. Watu walizani wakitaja mji fulani kwa jina lake, daraja la mtu fulani, basi yule itadumu milele mpaka Yesu anarudi. Lakini wakija watu wengine wanavichukua, wanabadilisha na majina. Leo unaona kuna sehemu inaitwa Dodoma, kuna siku itakuja inaitwa mtu mwingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Leo nasikia sehemu inaitwa Chamwino, kuna siku itafika jina litaisha. Watakuja kizazi kingine watasema, bwana, kwa nini tuite jina la ajabu ajabu hilo? Tazani dawa ya kulala kwenu. Yaani tafuta jina zuri. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kidumucho chini ya jua. Na juzi nilikuwa naangalia kwenye mitandao, mtu mmoja tajiri sana kule Zimbabwe wanamzika. Wakatanguliza gari aina ya Toyota Range Rover, alafu ndio wakamtia kwenye gari, wakatoa ile miti, alafu wakachukua gari yake moja limousine nzuri ya babilioni, na wakachimba shimo lingine pembeni yake, wakasema utaendesha ukienda huko chini. Sasa kwa sababu alikuwa na magari zaidi ya 200, mtu mmoja, vyote akaviacha. Sasa tatizo ni kwamba uchi unayemwachia atakuwa na akili au atakuwa mjinga? Atapiga mali, atafungua mali ya marehemu,
au ataitunza. Huwezi kusema mtoto wangu kwa sababu nimemwachia basi ataitunza vizuri. No. Anaweza kufanya maamuzi yote, na huwezi kujua atakuwa na akili au atakuwa mjinga. Kwa hiyo dunia hii usiogope kuhusu mali ipitayo. Akili njema, ndio maana pale nimalizia nasema wanadamu ambaye akiwa na mali au akiwa na heshima lakini hana akili amefanana na mnyama. Mnyama anaweza kuhangaika. Nimeona juzi kwenye mkanda mmoja simba anaua mnyama wa kwanza nguruwe, mnyama wa pili nguruwe, wa tatu akaua nguruwe wote kama 10. Alafu baadaye akala wanyama wawili tu, wengine wote akawaacha. Kwa akili yake inamwaza kwamba auwe tu, ajui hata kwamba atatumia au hatatumia. Na ndivyo wanadamu walivyo. Kwa maana yangu ni nini? Maana yake ni kwamba katika maisha haya kitu kidumucho ni kumcha Bwana Yesu asifiwe. Umeamua kuja asubuhi kwa ajili ya ibada. Unalolipanda leo sio la leo peke yake. Unatengeneza njia kwa ajili ya kizazi chako. Kuna mambo mengi yatatokea huko mbele, hata wakati upo Mungu atayakumbuka. Daudi alilala siku nyingi, lakini leo tunamsoma historia yake imebaki. Kwa nini? Kwa sababu alitembea na Mungu wake. Lakini sidhani kwamba ni kwanza Daudi. Mimi nasikia habari za mtu anaitwa Alexander the Great. Nasoma na baadaye unaachana kwenye story baada ya kumaliza mtihani. Lakini kuna majina ya dumuyo kwa sababu ametembea na Mungu ambaye anadumu. Kwa unapoendelea kutembea na Mungu, jua kwamba hamna mwisho wako. Na hata baada ya maisha haya kuondoka, bado kuna maisha mengine ambayo ni mapya zaidi. Mwanadamu mwenye heshima, hata kama atakuwa ana kitu ingapi, kwa mistari miwili mizima anaongea kuhusu mwanadamu hadumu katika heshima. Amefanana na wanyama wapoteao. Mwanadamu na vurugu zote, anaweza kufanya chochote, akajenga majumba 50, 30, lakini kuna siku akilala yamepotea. Analala yeye mwenyewe. Bora hata walichimba kaburi kuweka gari. Lakini uzuri wake ni kwamba hilo gari watoto wa mjini baada ya miezi 6 hivi watakuja kutembelea pale, watachukua spare zote kwa Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawatachali maiti na nuka, miezi 6 itakuwa imeshaoza, watachukua kila kitu. Alafu atabaki na scraper yake. Watachukua kuanzia kioo mpaka injini. Watafanya usiku na watazika vile vile. Kwa hiyo hata waliweka hiyo vitu wamepoteza hela. Kuna wengine wanazikwa na mapesa kwenye begi, sanduku. Lakini hapo Kinondoni kuna watu wanazikwa na nguo, suti ya bei kubwa milioni 2, milioni 3. Acha hizi suti za shilingi 500. Bwana Yesu asifiwe. Kuna suti zimelala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado watoto wa mjini wanakuja baada ya siku 3, wanamvua madeni suti, wanaondoka, wanachomoka nazo na viatu vya bemba vinakwenda kuuzwa kwenye mtaani huko. Unaweza kusema umevaa viatu siku moja vya madeni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kikubwa ambacho nataka kusema sio swala la kuvua suti ya mtu au kuvaa nguo. Hakuna kidumucho katika ulimwengu. Kama kuna jambo la kuangania, basi angania sana kumjua Mungu ambao umeamua kutafuta. Kama kuna kitu cha kukaa nacho, ngoja nikwambie. Mimi naambia hata vijana siku zote, kama umetulia vizuri na Mungu, ni muda tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukitulia vizuri na Mungu, Mungu atakufundisha namna gani ya kuweza kufanikiwa, namna gani ya kutoka pale. Na ukiwa ni mtu mwenye sikio la kusikia na macho ya kuona, muda tu utaona kila kitu. Mungu atakupa neema nyingi sana katika dunia hii. Kwa sababu Mungu ni muaminifu na hajawahi kuacha watu wanaomtumainia usiku na mchana. Hajawahi kuacha watu wanaotembea katika mapenzi na makusudi yake. Kwa hiyo kwa ufahamu huo, naomba tuimbe tena wimbo ambao tulikuwa tumeanza nao mwanzo, na baadaye tukamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo na tuweze kumwabudu kisha tena kumshukuru. Now
Yesu asifiwe. Tutaimba pamoja tena namba 129 kisha tutaingia kwenye beti ya kwanza na ya pili. Somo ambalo litatuongoza kwa ajili ya maombi ni vikao vya kichawi, kufa na kupiga magoti. Vikao vya kichawi, piga magoti kwa jina la Yesu, au vikao vya uovu, kwa sababu uchawi ni sehemu ndogo sana ya uovu. Kwa sababu leo tunaongea kuhusu vikao vya uovu, piga magoti na kuweza kufa. Vikao vya uovu ni vitu gani? Katika ulimwengu ambao tunatembea nao, kuna aina mbili kubwa za wanadamu. Kuna wanadamu wameamua kujitoa kumtumikia shetani, na kuna wanadamu wameamua kumtumikia Mungu. Sasa usije ukazani kwamba kule kwa shetani hakuna nguvu. Nguvu ipo. Na ukitaka kuelewa vizuri, angalia wale nyoka wakati wa Musa. Musa alipotoa nyoka, Farao naye akatoa nyoka. Kwa Farao alikuwa anamtegemea na kutumia nguvu za shetani, wakati Musa alikuwa anamtegemea Bwana. Kitu kizuri kilichotokea ni kwamba yule nyoka wa Musa akawatafuna na kuwameza nyoka wote wa shetani. Kwa upande wa Mungu una nguvu kuliko upande wa shetani. Sasa asubuhi ya leo ninaongea kuhusu vikao vya uovu. Watu wanaweza kukaa katika upo, wakasema huyu mtu lazima tumnyonge, huyu mtu lazima tumshughulikie, huyu mtu lazima tukamteke, huyu mtu lazima tumwaribu. Kwa hiyo wanapokaa vile, wao wanakuwa ujui. Kama utakumbuka vizuri, wakati wa Yusufu, yeye alipokuwa ameenda na baba yake alimtuma kwenda kuangalia ndugu zake, wale ndugu zake walichokifanya, wakasema huyu anakuja anapendwa na baba kuliko sisi, tumuue, alafu tuone kama hizo ndoto zake zitatimia. Sikiliza kwa makini. Watu wasiojua Mungu wana vita na wewe. Wewe unaona watu poa, unaona watu wazuri, wanacheka na wewe, lakini kumbuka ndani ya mioyo yao wana chuki. Lakini kumbuka ile chuki sio kwa sababu wao, ila ndani yao kuna uovu ambao unafanya kazi. Kama wewe ambavyo sio wewe unayekuja asubuhi, bali nguvu ya Mungu ndani yako inakupa neema kukuamsha, kukupa miguu ya kutembea, upo kanisani. Sasa mwenzako mwingine, adui amekamata moyo wake, anachowaza ni kushindana,
kushughulikia, kuangamiza na kutoesha. Lakini Mungu hajaruhusu hilo. Kwa atupigane na mwanadamu. Huyu mwanadamu anatumika tu. Sasa mtu anakupigana na wewe. Apigane na wewe. Wewe unatumika tu. Kwa vita tulivyonayo sio kati ya mwanadamu na mwanadamu, ni vita kati ya Mungu na Shetani. Ambapo tayari kwa neema ya Yesu Kristo tulishapata ushindi pale msalabani. Na maeneo makubwa ya vita yetu au vikao hivyo na maamuzi yake, la kwanza ni mishale ya adui. Adui anaweza kutuma mshale kwenye ndoa yako, ukashangaa tumbo alikamata ujauzito hata siku moja. Unaitwa mshale. Kuna mmoja walikuwa naongea juzi, mama yake mzazi alichukua kitambaa akifunga, akakitupa katikati ya maji kwenye mto. Ilichukua muda mrefu sana mtoto wake kupata mtoto, kwa sababu ameshafunga tumbo. Mwingine alitamkiwa na baba yake, wewe ukiwa na watoto watakuwa vichaa wote. Kwa Mungu akaona bora asizae kabisa, ili watoto wasije kawa vichaa. Kwa hiyo ilibidi kutamka na kuweza kuvunja nguvu za giza ili mtu akaze. Ile ndio mshale. Lakini pia kuna mshale kwenye biashara. Kwa utashangaa tu biashara inakwenda inapigwa kila siku kwa sababu ya mshale huo. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu vya kwanza ambapo mikutano ya ovu inatengeneza. Wachawi wanapokuwa wamekutana pamoja au washirikina, kitu kikubwa wanachokifanya ni kushughulikia watu. Ndio maana kuna vikao vya wachawi vya mtaa. Ndio maana unapokuwa unalala usingizi, wakati ulipo mahali popote nzuri ukavunja pia vikao vyote na kutengua maamuzi yake. Na hiyo ndio muhimu wa kuomba maombi ya asubuhi, maisha yako binafsi. Unafuta matamko ya kuzimu na Mungu anakupa neema. Lakini cha pili, wakishindwa kutuma mshale ambao ni mshale wa ugonjwa, mshale wa kukosa amani, ndoa inaweza kuwa imekaa na watu ukashangaa mama anaongea kauli moja, baba anakasirika bila sababu. Baba anaongea kauli moja, mama anakasirika bila sababu. Au anaamua kumuonyesha dharau. Kwa sababu hakuna kitu kinachoua moyo wa mwanaume kirahisi pale ambapo mwanamke anaonyesha kumdharau. Hakuna maumivu mabaya yanaweza kupata mwanaume duniani mwanamke anapodhihirisha kwamba anamdharau. Na hakuna maumivu anaweza kupata mwanamke pale anapogundua kwamba mume wake ameamua kutompenda. Kwa hivyo yote vinaenda pamoja. Kwa adui analeta mshale kwa mwingine. Kwa unashangaa mtu anapitia vitu vigumu sana. Lakini la pili ni kutumwa kabisa vitu vizito. Kwa unashangaa adui anatumwa kwa ajili ya kuharibu mwili wako. Magonjwa ambayo yanapandikizwa katika damu, katika mifupa. Na unaenda hospitali zote duniani zinakwambia tujaye kuona kitu kama hichi. Aina tatu ni namna ambavyo unakuwa na maagano kwa nyuma. Shetani akitaka kumweza mtoto wako au akitaka kukuweza wewe, anarudi nyuma kwenye mafaili ya baba zako, babu zako. Babu waliingia mikataba gani kuhusu maisha yao watu. Kwenye ufalme wa giza kuna kitu kinaitwa coven. Ni mahali ambapo kuna mafaili ya kila mtu. Shetani angalia wewe ulivyo, anaangalia pia historia ya maisha yako. Kwa ataangalia kwamba hao watu katika ukoo wao ni watu ambao wana ugonjwa wa kutoka damu puani. Kwa hiyo utashangaa kutoka sehemu ambayo hujui damu inaanza kutoka puani. Hao watu tulishaingia mikataba nao kwamba hawataweza, watakuwa na magonjwa aina fulani. Kwa lile faili likishangaliwa inatumwa mshale. Alafu unashangaa mtu alikuwa mzima anashangaa ghafla amekuwa. Lakini la mwisho ambacho shetani anachukua, nimekutana na watu wa mara nyingi katika maisha yangu, ni watu kuwa na matatizo yasiyoisha. Mtu anaombewa ugonjwa wa moyo, Mungu anamfungua. Kesho anaombewa ugonjwa wa tumbo. Kesho kutwa pingili za mgongo zote zinaharibika. Baada ya mwezi mmoja unashangaa akili zake zinaanza kuwayawaya. Unapigwa dakodako. Yaani mwovu anasema akupoi wala kupoi. Kwa ni ngoma mtulizo. Kwa ni mashambulizo dakodako. Kwa anafika tu mtu anachanganyikiwa. Kuchanganyikiwa na kusema sio kwa sababu nyingine isipokuwa mtu amechoka
kwa sababu ya mashambulizi kwa mengi katika maisha yake, lakini ashukuru Mungu kwa sababu ametupa ahadi. Ahadi ya kwanza ndio katika kitabu cha Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza. Baba anasema mtu aliyeamua kumtafuta Mungu kama alivyofanya asubuhi ya leo amebarikiwa, na Mungu atamwepusha na mipango ya waovu. Kwa hiyo tunamkumbusha Mungu. Lakini Zaburi 2:1-2 anasema kuna kikao kinaitwa kikao cha waovu, ambao kazi yao ni kufanya mipango kwa ajili ya kuwaua watu waliookoka. Kuua sio maana yake kuenda kuzika kaburini. Kuua maana yake unaharibikiwa kwenye biashara, unaharibikiwa kwenye elimu, unaharibikiwa kwenye kazi, unaharibikiwa kwenye afya. Kwa hiyo ni mashambulizi yanakwenda katika maisha. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu kitabu cha Isaya 54:17 kinasema hakuna silaha inaweza kutengenezwa kinyume chako ikafanikiwa. Kwa sikiliza kwa makini, silaha inaweza kutengenezwa, lakini nasema inaweza kufanikiwa. Watakusanyana kwa ajili ya kupigana na wewe, lakini hawatakushinda. Watapanga mipango kutupa mishale, lakini mishale haitakuwa na nguvu juu yako. Ndio maana tunachokifanya asubuhi leo kwenye maombi ni kurejesha mashambulizi ya aina yoyote ambayo yamekusudia kupambana na maisha yako. Tusimame. Unastahili kuabudiwa, Yesu, unastahili kuabudiwa, mshale katika uchumi wako, ng'oka, rudi kwa aliyekutuma katika jina la Yesu. Mshale katika ndoa yako, ng'oka, rudi kwa aliyekutuma katika jina la Yesu. Mshale katika biashara yako, ng'oka, rudi kwa aliyekutuma katika jina la Yesu. Mshale katika kipawa chako, ng'oka, rudi kwa aliyekutuma katika jina la Yesu. Mshale katika eneo lote la maisha yako leo, kwa jina la Yesu ninakuamuru, shindwa milele, angamia kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba mshale wote unaoandaliwa katika ulimwengu wa giza, mimi sio sehemu yako, sambaratika. Baba, umesema silaha yoyote itakayoinuka kinyume cha maisha yangu itahesabiwa kushindwa. Ninaomba leo, ewe silaha ya adui katika eneo lote la maisha yako, ng'oka kwa damu ya Yesu, ng'oka kwa damu ya Yesu. Kampige aliyekutuma katika jina la Yesu, kampige aliyekutuma katika jina la Yesu. Sema, Baba, nainua mikono juu. Kama kuna maagano kati ya baba zangu na maisha yangu, kama kuna maagano kati ya baba zangu na maisha yangu, kama kuna maagano katika ukoo wangu, kati ya adui na mfalme wa maisha yangu, ninaomba yale maagano ya damu futika. Achia roho, achia moyo, achia maisha yangu, kufa kwa damu ya Yesu. Ninajitoa kutoka laana ya pamoja iliyo katika familia yangu, ambayo inajirejesha kwa ajili ya kuniangamiza, kwa ajili ya kunishusha chini. Ninaifuta kwa damu ya Yesu, ninaifuta kwa damu ya Yesu, ninaifuta kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu.
Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninaomba watu wote, madhabahu yoyote ambao ilikusanyika au inaelekea kusanyika kwa ajili ya kuharibu maisha yangu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, ewe madhabahu, sikia sauti ya Bwana, angamia asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Moto wa Mungu tembelea madhabahu za adui, sambaratisha kokote kunakotajwa jina langu katika ulimwengu wa giza. Ninaomba sauti yoyote inayotaja jina langu, ungua kwa moto, safishika kwa damu ya Yesu. Ninaomba neema Bwana, ninachukua maisha yangu, ninayachove katika damu ya Yesu, natamka amani katika jina la Yesu. Baba, ninaomba uovu wote ambao umefichika ndani yangu ukapate kuumbuka katika jina la Yesu. Uovu wote ambao umefichika ndani yangu ukapate kuumbuka katika jina la Yesu. Ninakataa leo vazi lolote la aibu, la uovu ambao nimevalishwa bila kujielewa. Ewe vazi, ungua moto, aibika leo, angamia kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Baba, ninaomba Bwana, kule kwenye rejista mbinguni kwa ajili ya watu watakaotembelewa wiki hii, Bwana, maisha yangu yakatembelewa. Ninakataa kutumikia dhambi, ninakataa kutumikia shetani katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Baba, kama ulivyoahidi, ninayakabidhi maisha yangu. Naomba unisaidie, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike katika jina la Yesu. Endelea kuomba kwa jina lako, mwambie Baba kwa ajili ya maisha yangu. Ongea na Mungu wako, ongea na Mungu wako, mweleze kuhusu kile ambacho unakiona kwa kikubwa. Mwambie Baba, ninaomba Mungu usikae maisha yangu. Wewe seko ya maisha. Neke kwa sababu usha. Roka basi kwa shida kwa usa. Neke kwa usha kwa usa. Neke kwa usa. Neke kwa usa kwa usa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, chochote kinachoamua kupambana na mtume, naomba moto wa Mungu kuteketeza. Naomba kupambana nacho. Ile mishale ya mtume, ile cha utume, naomba Bwana kwa uangamizi wa mishale uondoe katika maisha yetu. Tupe kibali Bwana, ili tukafanye jambo lililokusudia. Lolote ambalo Bwana Mungu amekusudia kuweza kulifanya kwa ajili ya kuharibu utume, ninaomba Bwana tukafutie vikao vyote vya waovu na kautumaini chakani, ninaomba vikao hivyo vikafutika kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo inayoendelea kwa ajili ya maisha yetu. Baba, ukaliponye kanisa, ukalipe kibali mbele zako katika jina la Yesu. Hata ile vita ambayo imekuja usiku Bwana kwa ajili ya jana, ninaomba ile roho ya jana ipate kuangamia na kushindwa Bwana. Hata majaribio la kufanya Bwana ikaibike ikadhurike katika jina la Yesu. Baba, hata kwa ajili ya ile roho inayokwenda kupotea, ninaomba marejesho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaomba Bwana kibali kwa ajili ya maisha. Naomba ulinzi wa kimungu kwa ajili ya marejesho maradufu kwa damu ya Yesu. Naomba kibali kwa ajili ya marejesho maradufu kwa damu ya Yesu. Naomba kibali kwa ajili ya marejesho maradufu kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikanene mema, utukufu wako ukajionyeshe Bwana katika jina la Yesu. Achilia moto wa Roho Mtakatifu upate kuangamiza kila msingi wa uovu katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo hai, katika jina la Yesu Kristo hai, katika jina la Yesu Kristo hai. Baba, tunakushukuru kwa maana unasikia katika jina la Yesu. Amen. Naomba uombee kwa ajili ya taifa la Tanzania, ombea amani ya Tanzania, lakini pia ombea washirika, kila mashambulizi, kila aina ya vita kwa ajili ya washirika. Mungu akapate kuwasaidia, Mungu akapate kuepusha mabaya zote. Baba, tunaliinua taifa la Tanzania, tunaitia neema kwa ajili ya amani ya Tanzania. Tunaomba iponye amani ya Tanzania, pale ambapo imepotea tunaomba kurejesha. Damu ya Yesu Kristo ikanene neema kwa ajili ya amani ya taifa. Nipe neema, ukalipe neema katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana roho yote kumwaga damu ambayo imekusudia kusababisha
ukarejeshe taifa hili likapata kushinda. Baba, ukarejeshe haki katika taifa hili, ukarejeshe amani katika taifa hili. Damu yako Yesu ikanene mema kwa ajili ya taifa hili, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba mipango yote ya kumwaga damu Bwana ikapata kushindwa, bali neema yako Yesu mwana wa Mungu ikapata kuwa wingi kwa ajili ya nchi katika jina la Yesu. Tunaomba amani ya kuweza kuabudu wewe, amani ya kuweza kutumikia wewe. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kwa ajili ya taifa hili. Baba, tunakabidhi kanisa hili mikononi mwako. Yesu mwana wa Mungu, ukapate kuwaponya watoto wako, washirika wote wa mahali hapa, ukapate kunena na roho zao, ukawasaidia Bwana, katika jina la Yesu. Tunaomba kwa ajili ya mama huyu, tunaomba kwa ajili ya baba huyu, tunaomba kwa ajili ya watoto. Baba, wakumbuke, Baba wakumbuke, Baba wakumbuke, Baba wakumbuke kwa damu ya Yesu. Amen. Tuombe pamoja sana. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, utakalo lifanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu kila siku, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe watuokosewa, usitutie katika majaribu, bali utuepushe na maovu. Kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu na Roho Mtakatifu uwe nasi sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wewe umefanya safari zikinifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Mungu wa mbinguni awabariki nyote mnapoenda siku ya wiki, siku ya ushindi katika maisha yenu. Damu ya Yesu ikanene mema kwa ajili ya roho zenu, katika jina la Yesu.